Jordan imeungana na Marekani pamoja na Israel na imependekeza kuwafukuza wanajeshi 3,000 wa Hamas kutoka katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, katika eneo la Mashariki ya Kati limeripotiwa Jumapili likinukuu vyombo vya habari katika eneo la Mashariki ya Kati vimeripoti siku ya Jumapili vikinukuu vyanzo vya Marekani na Palestina vilivyoarifiwa kuhusu suala hilo. Mpango huo unaripotiwa kuwa unatoa wito wa kupokonywa silaha zaidi kwa Hamas na makundi mengine ya wanamgambo huko Gaza na kufungua njia kwa mamlaka ya Palestina yenye makao yake katika ukingo wa Magharibi kuchukua udhibiti wa eneo hilo linalozozaniwa. Usitishaji vita kati ya Israel na Hamas umesambaratika mapema mwezi huu, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kukwamisha mazungumzo ambayo yangepelekea kutekelezwa kwa awamu ya pili ya mapatano hayo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limeanza tena mashambulizi ya anga huko katika ukanda wa Gaza mnamo Machi 18 na tangu wakati huo wamechukua maeneo ya kimkakati katikati mwa ukanda huo. Waziri wa ulinzi Israel Katz ametishia kunyakua sehemu ya eneo la Palestina ikiwa Hamas haitoachilia mateka waliosalia. Hata hivyo, Jordan imeona njia pekee ya kumaliza vita hivyo ni kuhakikisha kwamba wapiganaji wa Hamas wanamalizwa kabisa na wanaondolewa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Jordan inaamini kwamba Hamas ndio gumzo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza na ndio wanaosababisha vifo vya raia wasiokuwa na hatia, na hivyo imeamua kuungana na Marekani kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba raia wanaondoshwa katika eneo hilo na Marekani inachukua nafasi kwa ajili ya ujenzi wa eneo hilo. Kadhalika, katika nyakati ambazo baadhi ya mataifa ya Kiarabu yalitoa maono, ni katika kipindi hiki ambacho yaliona hakuna njia ya kuiachia Marekani ama Israel eneo la ukanda wa Gaza na kuwaondoa raia hao na kuwapeleka katika maeneo mengine. Mwezi Februari, rais wa Marekani Donald Trump alipendekeza kuwapa makazi wa Palestina mahala pengine na kuibadilisha Gaza kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati inayomilikiwa na Marekani. Nchi za Kiarabu zimekataa wazo hilo na badala yake ziliunga mkono pendekezo la Misri la ujenzi mpya wa Gaza bila kuwafukuza wakazi wake. Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti kwamba Misri ilielea wazo la kuwahamisha kwa muda wa Palestina nusu milioni kutoka Gaza hadi kaskazini mwa Sinai. Kairo imekanusha kuwa ilikuwa inajadili mipango yoyote ya makazi mapya. Zaidi ya Wapalestina 50,000 wameuawa huko Gaza tangu Israel ilipoanzisha operesheni yake ya kijeshi kujibu shambulio baya la Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Wakati usitishaji mapigano ulipoanza Januari 19, Hamas iliwachilia mateka 25 na kukabidhi mabaki ya wengine 8. Badala yake, karibu ya Wapalestina 2,000 waliachiliwa kutoka katika jela za Israel, na hii ni kulingana na shirika la habari la AP. Hata hivyo, Jordan ni moja kati ya mataifa ambayo Marekani ilipendekeza kwamba Wapalestina wakaishi huko ambao wanatoka katika ukanda wa Gaza. Haikuelezwa wazi ikiwa kiongozi wa Jordan ambaye alikutana hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump kwamba alikubali ama alikataa, licha ya kuandika katika kurasa zake za mitandao ya kijamii juu ya kukataa kuwaondoa wakazi wa ukanda wa Gaza. Lakini wakati huu vyombo vya habari vinaripoti kwamba ni moja kati ya viongozi ambao wanataka wakazi wa ukanda wa Gaza, kwa maana ya Wapalestina waliopo katika Gaza, waondolewe katika eneo hilo na pengine labda wakaishi katika maeneo ya Sinai na maeneo mengine katika mataifa ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Misri, lakini pia na hata hapo Jordan, licha ya kwamba haikuelezwa wazi ni kwa nini ameamua kufanya hivyo. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba huu ndio ule usaliti ambao mara kadhaa baadhi ya makundi ya wapiganaji kama vile Wahouthi wamekuwa wakielezea jinsi gani baadhi ya mataifa ya Kiarabu yanavyomilikiwa na Marekani na kulazimishwa kufanya mambo ambayo yana athari hasi kwa watu wa eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Mtazamaji, bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.